Sawa, umetoka sehemu ya 8 ya mfululizo huu. Video hizi ni za mada moja na zitazame kuanzia mwanzo kwa mpangilio ili uelewe vizuri. Kama hujaanza sehemu ya kwanza, simamisha sasa na uanze tena kutoka video ya kwanza. Katika sehemu ya 8 tulianza kujadili mababa wa kanisa la mwanzo na imani zao. Inachekesha kuwa kwa muda mrefu watu wamezungumza kuhusu mababa hawa na imani zao, lakini nikitaja kile walichoamini hasa, wengi hujitenga na kusema hawakujenga imani yao juu yao. Watu hawataki kukabiliana na ukweli. Wanasema, nilikuwa nachagua imani kwa upendeleo. Ndiyo, nilishughulikia imani ambazo ndizo tatizo kuu ambalo Ukristo unalo leo, yaani teolojia ya uingizwaji na kunyakua agano. Hili limekuwa daima msingi mkuu na tatizo ambalo nimeanzia, na natumia maandishi yao kuthibitisha hilo. Yalikuwa ni maandishi yao wenyewe, lakini bado watu wanasema kwamba watu hawa hawakuanzisha imani yao, na hilo ni jambo la kipuzi kabisa. Kama vile watu wanataka kweli kuamini kwamba walitoka kwenye kusanyiko la waumini katika kitabu cha Matendo ya Mitume hadi wao sasa kuamini miaka 2000 baadaye bila ushawishi mwingine wowote. Kwao kimsingi ni kitabu cha Matendo ya Mitume, halafu wanaruka miaka 2000 moja kwa moja hadi kwao. Ni upuuzi kabisa. Kuna sababu kwa nini unajiita Mkristo. Kuna sababu kwa nini Ukristo ndiyo dini kubwa zaidi duniani. Na kama unataka kupuuza historia yote hiyo, unajidanganya mwenyewe tu. Sasa, hebu sikiliza. Katika kipindi hiki kuanzia karne ya kwanza hadi ya 4, kwa muda wa chini ya miaka 300, mafundisho ya Ukristo yalikuwa yanajengwa. Ukipitia maandishi ya mababa wa kanisa la mwanzo, unaweza kuelewa jinsi dini hii ilivyokuja kuwepo. Sisemi kwamba nakataa kila kitu walichoamini, kwa sababu hiyo si kweli, lakini lazima uelewe kwamba ndio maana wao ni magugu. Magugu yanafanana na ngano hadi yatakapokomaa kabisa, na imani hii haikuwa imekomaa kikamilifu wakati huo. Sababu ya nukuu hizi kuwa muhimu ni kwa sababu inathibitisha kwamba msingi wao ulikuwa wa uongo. Walikuwa wazi kabisa wanapora agano na kuzungumza kutoka nafasi ya kiroho, kama vile Esau walivyoiba baraka ya Yakobo. Ukiwa mkweli na nafsi yako, ni wazi kabisa. Sasa mpango wangu baada ya hapo ulikuwa ni kuelekea kwa Constantine na jinsi Ukristo ulivyokubaliwa, lakini nikagundua nilikuwa nakimbilia baadhi ya mambo muhimu ambayo yanahitaji kueleweka. Kuna mambo yanayohitaji kuelezwa kwanza kabla hatujafika kwenye uundwaji wa kanisa la Kikristo. Sasa baada ya sehemu ya 8 tunajua kile ambacho mababa wa kanisa waliamini, lakini nilipokuwa napitia haya, nilikuwa napitia tu juu kuhusu imani zao ili msingi wa imani zao uweze kueleweka kweli. Lakini mambo lazima yawe wazi, kwa sababu unaweza kuuliza, vipi kuhusu waumini wa kweli? Nini kilitokea kwao? Kwa sababu bila shaka kulikuwa na waumini wa kweli. Pia unaweza kuuliza, nini kilitokea kwa Wayahudi waliokuwa waumini wa kweli? Utakachogundua ni kwamba dini ya Ukristo ndiyo upande wa magugu ulioshinda kwa ushawishi mkubwa, na wakawa sura na wawakilishi wa imani. Na ingawa kanisa hili la Kikristo, ingawa wanajifanya kama wao ndio walezi wa imani iliyorithishwa kutoka kwa Petro, hiyo si kweli hata kidogo. Kwa mfano, hebu nikusomee nukuu kutoka kwenye kitabu cha Eusebius, Historia ya Kanisa. Hii ni kutoka kitabu cha 3, sehemu ya 3. Anaandika kuhusu Petro, waraka mmoja unaojulikana kama wa kwanza unakubaliwa, na huu baba wa kanisa la kwanza waliunukuu kwa uhuru kama wa kweli, bila shaka katika maandishi yao wenyewe. Lakini waraka wa pili wa Petro tumefundishwa kuuona kama usio wa kisheria. Hata hivyo, wengi wameuona kuwa wa thamani na wameuheshimu kwa nafasi miongoni mwa maandiko mengine. Sawa, kwa hivyo hebu tuangalie hilo. Eusebius aliandika kwamba kati ya waraka wawili wa Petro ilisemekana kwamba ule wa kwanza ulikubaliwa sana na mababa wa kanisa la mwanzo. Na ukisoma waraka huu, mambo yaliyozungumzwa hapa kwenye waraka huu hayakuwa magumu kupinga. Basi sawa. Lakini kisha wanasema kwamba waraka wake wa pili ulikuwa na utata kati yao, na wengi hawakutaka kuuhusisha na mafundisho yao yaliyokubaliwa. Nashangaa kwa nini. Labda ni kwa sababu katika waraka huu mfupi, sura 3 tu, Petro alipokuwa anakaribia kufa, aliongea dhidi ya mafundisho potofu pamoja na hukumu, upotofu na udanganyifu wa walimu wa uongo. Na pia alizungumzia kuhusu sisi kungoja ahadi ya Baba yetu.
Kwa hiyo katika waraka huu alikuwa akionya dhidi ya mafundisho ambayo yangetoka kwa watu wao, na pia alikuwa akiwaambia watu waendelee kungoja ahadi ya Yah, ambayo watu hao wamesemekana wazi wazi kwamba ahadi hiyo haifai tena kwetu. Wale mababa wa kanisa la mwanzo walikubali maandiko ya Waebrania waliokubaliana nao na wakakataa maandiko ya wale ambao hawakukubaliana nao. Nasikiliza, kwa yeyote anayejaribu kupinga hilo, mimi ninasoma tu kutoka kwenye maandishi ya Eusebius. Hiyo siyo maoni yangu binafsi, unaweza kujisomea mwenyewe. Sasa ninachotaka uelewe ni kwamba kulikuwa na waumini wa Masiha waliotoka kwa Wayahudi, lakini mababa wa kanisa la mwanzo waliwaita hawa wazushi. Kundi moja ambalo nataka kulitaja ni Waebionaiti, na inaonekana kulikuwa na madhehebu tofauti ndani ya kundi hili. Lakini jinsi historia ilivyoandikwa, tunajua zaidi kuhusu wazushi, kwa sababu hivi ndivyo kundi zima linavyopotezewa sifa. Wacha nisome tena kutoka kwa Eusebius. Bado tuko katika kitabu cha 3 chini ya uzushi wa Waebionaiti. Eusebius anaandika, lakini pepo mbaya, akiwa hawezi kuwatoa wengine katika uaminifu wao kwa Kristo wa Mungu, aliwapata wakiwa dhaifu upande mwingine, na hivyo akawavuta kwa malengo yake mwenyewe. Wazee waliwaita watu hawa Waebionaiti kwa usahihi kabisa, kwa sababu walikuwa na maoni duni na ya chini kuhusu Kristo. Kwa maana walimchukulia kuwa mtu wa kawaida na wa kawaida kabisa, ambaye alihesabiwa haki tu kwa sababu ya wema wake wa juu, na ambaye alikuwa matunda ya mahusiano kati ya mwanaume na Mariamu. Kwa maoni yao, kutimiza sheria za ibada ilikuwa lazima kabisa, kwa sababu waliamini kwamba hawawezi kuokolewa kwa imani yao kwa Kristo pekee na kwa maisha yanayolingana. Sawa, basi hii kundi linalojulikana kama Waebionaiti ni Wayahudi waliomwamini Yahusha. Sasa anapoanza kuzungumza kuhusu wao, anaanza kuzungumzia wale ambao ni wazushi wa kweli, wale ambao hawakuamini kuzaliwa kwa bikira na walimchukulia Yahusha kama mwanadamu tu na si mwana wa Mungu. Sawa, hilo ni sawa, lakini kulikuwa na sehemu nyingine ya dhehebu hili. Wacha niendelee kusola. Hata hivyo, kulikuwa na wengine mbali na hao ambao walikuwa na jina lile lile, lakini waliepuka imani za ajabu na zisizoeleweka za wale wa kwanza, na hawakukataa kwamba Bwana alizaniwa na bikira na kwa Roho Mtakatifu. Lakini hata hivyo, kwa kuwa nao pia walikataa kukubali kwamba alikuwepo kabla, akiwa Mungu, neno na hekima, waligeukia upotovu wa wale wa kwanza, hasa walipojaribu kama wao kushikilia kwa ukali ibada ya kimwili ya sheria. Zaidi ya hayo, watu hawa waliona kuwa ni lazima kukataa barua zote za mtume ambaye walimuita mkaidi wa sheria, na walitumia tu kile kinachoitwa Injili kulingana na Waebrania, na hawakutilia maanani sana maandiko mengine. Sabato na masharti mengine ya Wayahudi waliyatunza kama wao, lakini wakati huo huo, kama sisi, waliadhimisha siku ya Bwana kama ukumbusho wa ufufuo wa Mwokozi. Kwa hiyo, kutokana na mwenendo huo, walipokea jina la Waebioniti ambalo lilimaanisha umaskini wa uelewa wao, kwa kuwa hili ndilo jina ambalo maskini huitwa miongoni mwa Waebrania. Na sawa, basi ndio hii hapa. Kulikuwa na baadhi ya Wayahudi waliomwamini Yahusha na waliamini kuzaliwa kwa bikira, lakini walimkataa Paulo kwa sababu waliona maandishi yake yanapingana na Torati. Walimuita mkaidi wa imani, lakini waliamini katika Masiha. Pia waliamini katika kutii Torati, si sheria za dhabihu kwa ajili ya upatanisho, kama vile Eusebius anavyoandika kwamba walilikubali kabisa kitabu cha Waebrania ambacho kinaeleza kuwa dhabihu ya Yahusha iliondoa sheria ya dhabihu. Kwa hiyo waliamini vyema kuhusu hili. Walishika Torati na walisisitiza hili, na walishika Sabato. Na kama unavyosoma kutoka kwa Eusebius, kanisa la mwanzo liliwakataa watu hawa kwa sababu walishika Sabato na waliamini katika tohara. Kama Eusebius anavyosema, kwa hiyo kutokana na mwenendo huo walipokea jina la Waebionaiti ambalo linaashiria umaskini wa uelewa wao, kwa kuwa hili ndilo jina ambalo maskini anaitwa miongoni mwa Waebrania. Nio waliitwa Waebionaiti si kwa sababu walikuwa maskini kimali kama vile Waebrania walivyotumia neno hili. Waliitwa Waebionaiti kwa sababu walikosa uelewa kulingana na mtazamo wao. Hilo lilikuwa dongo kwao, wakiwaita maskini wa uelewa. Hivyo hili linanifikisha kwenye hoja ambayo lazima ijadiliwe. Lazima nizungumzie jambo ambalo wengi huliepuka, lakini siwezi kuendelea bila kuwa wa haki na makini hapa. Kulikuwa na mgogoro kati ya Wayahudi na Paulo.
Watu wengi wa Yeshua leo wanasema kwamba ni Paulo ndiye alianza Ukristo. Na kwa mtazamo wa juu naweza kuelewa hii inatoka wapi, lakini nadhani ni muhimu kulipitia hili. Hivyo, hebu tuchukue muda wetu kulipitia hili. Nilisema hili kwenye sehemu ya 6 kwamba wapo wengi wanaonikataa kwa sababu sikatai Paulo. Nataka kueleza wazi msimamo wangu kuhusu hili kisha kulijadili. Simkatai Paulo kwa sababu naona ni hatari kwenda kinyume na neno lenyewe. Kwangu binafsi, nahisi kwamba kwa namna fulani vitabu vilivyokusanywa vimefika mikononi mwetu ili tumjue kupitia hivyo, na barua za Paulo zilijumuishwa. Sasa siwezi kukataa kwamba ni Paulo anayesababisha mkanganyiko wote. Kama barua za Paulo zisingejumuishwa kwenye Biblia zetu, visingizio vingi ambavyo watu hutumia leo wasingeweza kuvitumia. Ndiyo maana wakati Ukristo ulikuwa unajengwa, kulikuwa na madhehebu mengine ya watu wa mataifa ambao walitaka kutumia maandishi ya Paulo pekee. Kwa mfano, lazima tuangalie dhehebu la Wamasionite. Kulingana na kamusi ya imani za Wakristo wa mapema kuhusu Masion, anaandika hivi: Masion, ambaye alianzisha kanisa lake mwenyewe, alikuwa mmoja wa walimu wakuu wa uzushi wa karne ya pili. Mafundisho yake yalijumuisha mambo mengi ya gnosis, ikiwa ni pamoja na imani kwamba Mungu wa Agano la Kale ni Mungu tofauti na Baba wa Yesu. Marcion alikubali Injili ya Luka pekee na maandishi ya Paulo kama kanuni yake ya Agano Jipya, na hata hayo alilazimika kuyabadilisha ili yaendane na mafundisho yake. Katika Britannica wanasema hivi kuhusu Marcion: Marcion labda anajulikana zaidi kwa jinsi alivyoshughulikia maandiko. Ingawa alikataa Agano la Kale kama kazi ya Mungu Muumba, hakukataa ufanisi wake kwa wale wasioamini katika Kristo. Alikataa jitihada za kuoanisha mapokeo ya Kiyahudi ya kibibilia na yale ya Kikristo, akiamini kuwa haiwezekani. Alikubali kama halisi barua zote za Paulo na Injili kulingana na Luka baada ya kuzisafisha kutokana na vipengele vya Kiyahudi. Jinsi alivyoshughulikia maandiko ya Kikristo ilikuwa muhimu kwa sababu ililazimisha kanisa la mwanzo kuweka orodha rasmi ya maandiko yanayokubalika theolojia kati ya wingi wa maandiko yaliyokuwepo lakini hayakuandaliwa. Sawa, basi huyu mtu Marcion, mababa wa kanisa la mwanzo walipinga sana mafundisho yake. Lakini kutokana na tofauti hizi, alikuwa na ushawishi mkubwa katika maendeleo ya Ukristo katika karne ya pili. Kanisa lake na wafuasi wake walijulikana kama Wamasionite. Sasa, Marcion hakuwa gnostic wa kweli, bali alijiona kama mwanafunzi mwaminifu wa Paulo ambaye alihisi ndiye mtume wa pekee wa kweli. Ingawa alichukuliwa kuwa mzushi, bado alikuwa na ushawishi kwa kanisa la mwanzo. Sababu ilikuwa ni kutokana na uaminifu wake kwa Paulo. Alileta umakini mpya kwenye maandiko ya Paulo. Theolojia yake ilijikita kwenye imani yake kwamba Ukristo ulikuwa kitu kipya kabisa. Hakuweza kupatanisha Mungu aliyefunuliwa kwa Yesu na Mungu aliyeelezewa katika Agano la Kale. Hili ni wazo lile lile na watu wengi wa leo wanaompenda Mungu wa Agano Jipya, lakini wanamchukia Mungu wa Agano la Kale kana kwamba ni viumbe wawili tofauti. Tafadhali shikilia hilo, kwa sababu hili ni tatizo la msingi katika Ukristo. Sasa Marcion alikata na kutenganisha imani kutoka Agano la Kale na dini yake mpya ya Ukristo. Haikuwa kwamba Agano la Kale lilikataliwa kama si kweli, ilikuwa ni ufunuo wa aina tofauti tu. Alihisi kwamba Mungu aliyemfunua kweli alikuwa Mungu wa Wayahudi, na alihisi kwamba baba yetu alikuwa kiumbe duni ambaye alikuwa ameumba ulimwengu unaoonekana, ikiwa ni pamoja na mwanadamu, na kuutawala kwa kanuni ya sheria na utii. Alikuwa na nguvu, lakini hakuwa na uwezo wote. Hiyo ndio ilikuwa imani ya Marcion. Anasikika kama shetani. Alimkataa baba yetu kwa sababu hakupenda kwamba baba yetu alitamani sheria na utii. Ujasiri wake kabisa. Sababu ya kumleta ni kwa sababu alikuwa wa kwanza kupanga kanuni ya Kikristo. Paulo, akiwa amejikita katika neema ya bure, alikuwa mtume aliyependwa zaidi na Marcion. Kwa sababu hiyo, alikataa maandishi yaliyohusishwa na mitume wengine wote na akategemea aina za Injili ya Luka na nyaraka 10 za Paulo ambazo alizibadilisha. Unaona, athari za mafundisho ya Marcion kwenye Ukristo zilikuwa kubwa sana. Unaona, ni kwa sababu yake ndipo kukaja kuanzishwa kwa kanuni rasmi ya maandiko ya Kikristo ambayo tunajua kama Agano Jipya.
Aliathiri kanisa la Kikristo kubainisha nini kinachochukuliwa kuwa kanuni. Alichochea mjadala kuhusu maandishi ya Paulo, na kulikuwa na mijadala mingi tofauti kutoka kwa mababa wa kanisa la mwanzo kama Irenaeus, Tertullian na Origen, waliopinga imani za Masion na walipingana na mafundisho yake kuhusu Paulo, na kutokana na mjadala huu pakawa na utegemezi mkubwa kwa Paulo, na Paulo akawa msingi wa mafundisho ya Kikristo na Ukristo wenyewe. Kimsingi, huyu mtu Masion alianzisha dhehebu lake mwenyewe la Ukristo ambalo lilikataa Agano la Kale na msingi ambao Masihi alitokea, na alitumia tu Injili kutoka kwa Luka na nyaraka za Paulo, na akafanya hii kuwa toleo lake la Ukristo. Unaona, ukitazama ushawishi wake, anaweza kuonekana kama mpinzani anayedhibitiwa na Shetani, kwa sababu mtazamo wake ulikuwa muovu kabisa, lakini uliibua mjadala kuhusu mafundisho ya Ukristo, na hasa uliweka mkazo juu ya imani iliyojengwa kuzunguka Paulo. Paulo ndiye aliyekuwa akijadiliwa zaidi. Sasa, kama nilivyosema awali, bila maandishi ya Paulo, mkanganyiko mwingi kuhusu sheria usingekuwepo. Hakuna waandishi wengine ambao watu hutumia kuongea kinyume na sheria zaidi ya Paulo. Mara kwa mara napokea ujumbe mchana kutwa kuhusu watu wanaopigia debe kutokutii sheria kwa sababu ya Paulo. Nikirejea kwenye historia ya kanisa la mwanzo, wa Ebionite ambao walikuwa Wayahudi walimkataa Paulo na kusema alikuwa hana sheria na alikuwa murtadi, na kuna wengi wa Yahshrael leo wanaoshikilia maoni haya pia, hasa linapokuja suala la mtazamo wake kuhusu tohara. Sasa tunajua kwamba mitume walijadili tohara ya mataifa na hawakukubali kuweka hili kwa mataifa waumini. Tunajua hili, lakini hili halipaswi kuwa wazo miongoni mwa matawi ya asili ya Yahusraeli. Kwangu mimi binafsi, naamini kabisa katika kutahiriwa kwa matawi ya asili ya Yahusraeli. Siamini kama desturi hii imewahi kutoweka. Sasa, je, nadhani kwamba tawi la asili litakataliwa kwa sababu halikutahiriwa na haikuwa kwa hiari yao? Hapana, siamini hivyo, kwa sababu anajua kwamba watu wetu wanakuwa katika utamaduni ambao hauna yeye, na hivi sasa inaonekana kwamba hospitali na kila mtu mwingine anafanya kila awezalo kutoa tahiri watoto wetu. Kama wewe ni mtoto wa Yahshrael, naamini kwamba unapaswa kutahiriwa. Ninaamini hivyo kwa sababu desturi hii haijawahi kutoweka, lakini inawezekana kwamba hili lilikupita wakati hukujua wewe ni nani. Na ninajua changamoto za kupata upasuaji huu siku hizi. Kwangu mimi ilikuwa changamoto kwa wana wangu wawili wadogo kupata tohara. Nililazimika kuwafanyia wote wawili upasuaji huu kama wagonjwa nje. Ilikuwa ni kitu ambacho nilihisi kinanivuta, ambacho kilibidi kifanyike. Huyo alikuwa mimi binafsi, na unajua nini? Alipata njia ya sisi kuifanikisha. Nilisali kuhusu hilo, naye akajibu maombi yangu. Ninaamini katika tohara kwa matawi ya asili. Hiyo ni kipindi, hilo ndilo ninaloamini. Ilikuwa ni agizo lililowekwa na Ibrahimu tangu mwanzo. Inasema, hii ndiyo agano langu ambalo mtalishika kati yangu na ninyi na uzao wenu baada yenu. Kila mtoto wa kiume kati yenu atatahiriwa. Mtatahiriwa katika mwili wa magovi yenu, na hiyo itakuwa ishara ya agano kati yangu na ninyi. Mwanzo sura ya 17 mistari ya 10 na 11. Na hili halijawahi kuondoka kwa matawi ya asili. Hata walipojadili hili katika kitabu cha Matendo, walikuwa wakizungumza kuhusu watu wa mataifa, kamwe haikuwa dhidi ya matawi ya asili. Kwa hiyo sitawahi kusema kinyume na tohara. Lakini kwa maandiko ya Paulo kuna utata mwingi unaozunguka hili. Ndiyo maana wengi wa Yahshrael wanamkataa Paulo. Kwa hiyo ningependa kumzungumzia Paulo tunapojadili Ukristo, kwa sababu hatuwezi kuliepuka. Unaona, kama ningekuwa naishi wakati huo, huenda ningejikuta nikiwa miongoni mwa watu kama Petro, nikimwambia Paulo aache kuzungumza sana kama alivyofanya. Binafsi, nadhani Paulo alitumia maneno mengi, na wakati mwingine alikuwa anazama sana kuliko uwezo wa wasikilizaji wake. Na kwa sababu ya maneno yote hayo, yanachukuliwa nje ya muktadha kwa kiasi kikubwa, kwa sababu sidhani kama Paulo alikuwa mnafiki. Yeye mwenyewe hakuwa mtu asiye na sheria. Alijivunia ujuzi wake na kuifuata Torati, kwani alikuwa Mfarisayo. Kwa hivyo sidhani kama alikuwa mnafiki. Kwangu mimi, labda kama nilivyosema, ningekuwa na Petro zaidi ya Paulo, kwani tunajua walikuwa na ugomvi. Tena hiyo ni mimi tu binafsi.
Jambo langu ni kwamba siwezi kumuita Paulo mdanganyifu kwa sababu aliruhusu maandishi yake yasomwe nasi, na kwa hivyo sitamuita mdanganyifu kabisa. Siamini tatizo liko kwa Paulo, lakini ni watu wanaomsoma Paulo na jinsi wanavyomtumia. Ninamtazama Paulo kama vile Petro alivyosema na kuonya. Alisema, nazingatia kwamba uvumilivu wa Bwana wetu ni wokovu, kama vile ndugu yetu mpendwa Paulo kulingana na hekima aliyopewa aliwaandikia ninyi, kama vile katika barua zake zote akizungumza ndani yake mambo haya ambayo baadhi yake ni magumu kueleweka, ambayo watu wasiofundishwa na wasio imara wanapotosha kwa uharibifu wao wenyewe, kama wanavyofanya pia kwa maandiko mengine yote. Hiyo ni 2 Petro sura ya 3 mistari ya 5 na 16. Na unaona, hiki ndicho hasa kilichotokea. Tumewapata watu wasiofundishwa na wasio imara ambao wamepotosha maandishi ya Paulo kwa uharibifu wao wenyewe. Kwangu mimi, ninaposoma barua za Paulo, ninaelewa kile anachojaribu kuwasilisha na kusema mara nyingi, kwani mara nyingi anazungumzia hali ya moyo, kuwa na moyo uliotairiwa. Lakini jinsi watu wa mataifa wanavyotumia maneno yake, hiki ndicho kilicho kibaya na hatari. Yaani, kwangu mimi binafsi, naona kile ambacho Paulo anazungumzia mara nyingi katika enzi yetu ya sasa, ambapo Waisraeli wengi huzungumzia mambo ya mwili wao, lakini hawako katika kumtumikia Lakini mataifa wengi walioko kwenye maoni haya wanazingatia kumtumikia kwa moyo safi. Ninaelewa mara nyingi kile ambacho Paulo alikuwa anajaribu kusema. Kama anavyoandika katika Wakorinto wa kwanza, je, mtu alipoitwa alikuwa ametahiriwa? Asijifanye kutokutahiriwa. Je, mtu alipoitwa alikuwa hajatahiriwa? Asitahiriwe. Kutahiriwa si kitu na kutokutahiriwa si kitu, bali kushika amri za Mungu ndilo jambo la muhimu. Wakorinto wa kwanza sura ya 7 mistari ya 18 na 19. Unaona, maneno hayo hapo yangeweza kuwa tatizo hakika kwa Wayahudi. Najua alikuwa anazungumzia umuhimu wa kuweka mioyo yetu sawa kwa na kuishi kama tulivyoitwa, kwa sababu kulikuwa na wanafiki ambao bila shaka walikuwa wametahiriwa kimwili, lakini pia kulikuwa na wane wa kweli ambao hawakuwa wametahiriwa. Lakini tena unaweza kufikiria kwamba Wayahudi waliomsikia Paulo wakisema mambo haya walikuwa kinyume kabisa na yale aliyokuwa anasema, na tunajua hili kwa kusoma tu kitabu cha Matendo. Galio alipokuwa liwali wa Akaya, Wayahudi walimshambulia Paulo kwa nia moja, wakampeleka mbele ya kiti cha hukumu wakisema, mtu huyu anawashawishi watu wamwabudu Mungu kinyume cha sheria. Hiyo ni Matendo sura ya 18 mistari ya 12 na 13. Mwingine alipofika Yerusalemu, ndugu walitukaribisha kwa furaha. Siku iliyofuata Paulo aliingia pamoja nasi kwa Yakobo na wazee wote walikuwapo. Alipowasalimia, aliwaeleza kwa undani mambo yote ambayo Mungu alikuwa ametenda kati ya watu wa mataifa kupitia huduma yake. Waliposikia hayo, walimtukuza wakamwambia, waona ndugu, jinsi maelfu ya Wayahudi waliamini na wote wanabidii kwa sheria, lakini wameambiwa habari zako kwamba unawafundisha Wayahudi wote walioko kati ya mataifa waache mafundisho ya Musa, ukisema hawapaswi kuwatahiri watoto wao wala kutembea kwa desturi zetu. Hiyo ni Matendo sura ya 21 mistari ya 17 hadi 21. Na sasa pia katika sura hiyo hiyo ya Matendo 21 inasema, na sasa siku zile 7 zilipokuwa karibu kuisha, Wayahudi kutoka Asia walipomwona hekaluni, wakachochea umati wote na wakamkamata. Wakapiga kelele wakisema, wanaume wa Israeli, saidieni! Huyu ndiye mtu anayewafundisha watu wote kila mahali kinyume na watu wetu, sheria na mahali hapa. Na zaidi ya hayo, amewaingiza Wayunani hekaluni na amelitia unajisi mahali hapa patakatifu. Matendo sura ya 21 mistari ya 27 na 28. Unaona, hii ndiyo sababu Wayahudi walikuwa dhidi ya Paulo. Na kama nilivyoonyesha awali, kulikuwa na watu dhahiri waliomwamini Masiha ambao hawakukataa Torati. Ninaamini kwamba Paulo alipewa huduma kwa watu wa mataifa, na naamini pia kwamba ni jambo gumu sana kufanya. Ninajua ni vigumu kuwasiliana na matawi ya asili na yale ya mwituni katika huduma hii. Kwa hiyo naweza kufikiria ugumu aliokuwa nao Paulo. Siamini kwamba Paulo ndiye alianzisha Ukristo, bali maandishi yake yalitumiwa kuhalalisha mafundisho ya Ukristo. Na haya ni mambo mawili tofauti. Lakini hii ni kama vile Petro alivyotabiri.
Baadhi ya mambo ni magumu kueleweka, ambayo watu wasiofundishwa na wasio imara wanapotosha kwa uharibifu wao wenyewe, kama vile wanavyofanya pia kwa maandiko mengine. Binafsi naamini kwamba maandishi ya Paulo ni jaribio kwa watu wa mataifa, kwa sababu Baba yetu anataka nini kutoka kwetu? Inaandikwa, nawe utampenda Yahuwa Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili yako yote, na kwa nguvu zako zote. Hii ndiyo amri ya kwanza. Hiyo ni Marko sura ya 12 mstari wa 30. Na watu wanapotegea tu mafundisho ya Paulo na hawarudi kumwelewa Baba yetu, hilo linaonyesha mioyo yao hawamtaki kweli, wanataka dini. Unaona, tunayo Biblia hii kamili iliyojaa maneno ya Baba yetu. Agano la Kale limejaa maneno ya asema Yahuwa. Linabeba maneno yote ambayo Baba yetu amewaamuru watoto wake. Ni kutoka kinywa cha Yahuwa ndipo mafundisho yetu yanatoka. Lakini watu wengi wa mataifa wanapouza neno la na kufanya maneno ya Paulo kuwa mamlaka kuu. Wakati Paulo alikuwa ni mtu mwingine tu kama mimi, maandishi yake ni yenye nguvu na kina, lakini hayawezi kueleweka bila kwanza kumwelewa Yahuwa, na huo ndio mtihani wa mataifa. Unaona, kama kweli wangempanda Yahuwa, mara tu walipogundua kwamba wamepewa uwezo wa kukombolewa na wangepokea zawadi hii kwa moyo wote na kumtafuta kikamilifu na kumjua kupitia neno lote, si kupitia Paulo pekee. Na ukirudi nyuma utaona hii ndiyo ilikuwa sababu ya makubaliano katika Matendo 15 waliposema, kwa hiyo na hukumu kwamba hatupaswi kuwataabisha wale waliotoka kwa mataifa wanaomgeukia Elohim, bali tuwaandikie wajiepushe na vitu vilivyotiwa unajisi na sanamu, uasherati, vitu vilivyonyongwa na damu, kwa maana Musa amekuwa na wale wanaomhubiri katika kila mji kwa vizazi vingi, akisomwa katika masinagogi kila Sabato. Hiyo ni Matendo sura ya 15 mistari ya 19 hadi 21. Unaona, kama mataifa wangejifunza hizi sheria za msingi, wangejifunza mengine yote, kwa sababu Musa husomwa katika kila sinagogi kila Sabato, na hivyo basi wangejifunza kuhusu Yahuwa na njia yake na anachotaka kutoka kwao. Unaona, haikuwahi kuwa kuacha Torati. Kama walivyosema, Musa husomwa kila Sabato, ikimaanisha Torati husomwa kila Sabato, na walitarajia hawa mataifa waje kwenye masinagogi na kusikia Musa akisomwa. Hii ndiyo sababu waliweka makubaliano hayo. Wakija karibu na neno na kulisikia, watalijifunza. Unaona, siwezi kukuambia ni Wakristo wangapi nimezungumza nao na wanasema ndiyo, wanasoma Biblia, lakini kisha wanasema lakini wao wanamtegemea sana Paulo. Paulo ndiye mwandishi wa imani ya mataifa wengi, lakini watu wengi hawajasoma Biblia yao yote kwanza. Unaona, ninapomsoma Paulo sasa, ukilinganisha na nilivyomsoma kabla ya kusoma Biblia yote, na muelewa tofauti kabisa, na nafikiri hilo ndilo jambo la msingi. Sidhani kama kuna mtu yeyote anayeweza kumwelewa Paulo bila kusoma Biblia yake yote kwanza. Lakini hivi ndivyo Kristo ulivyofanya na ndivyo ulivyoumba. Ni watu wasio na elimu na wasio na elimu wanaofundisha mafundisho ya uharibifu. Mababa wa kanisa walithibitisha onyo la Petro ukisoma tu maandishi yao. Hapa kuna chache. Paulo baada ya Yesu ndiye mwanzilishi wa makanisa yaliyo katika Kristo. Huyo ndiye Origen. Na ni wazi hii ndiyo sababu watu wanaamini kwamba Paulo ndiye aliyeanzisha Ukristo. Hapa kuna mwingine. Sio kwa lengo la kuwaita mitume alama fulani ya ujinga, Wagnostiki walitoa mfano wa wakati Petro na wale waliokuwa pamoja naye walipokemewa na Paulo. Hata hivyo, wangeonyesha kutokana na hali wanayodai ya kukemewa na Paulo kwamba Paulo aliongeza aina nyingine ya Injili pamoja na ile ambayo Petro na wengine walikuwa wameisema hapo awali. Huyo ni Tertullian. Sasa tena, Petro mwenyewe aliandika onyo kwamba wanadamu wangefanya nini na maandishi ya Paulo, na hivi ndivyo wanavyoonyesha. Wanasema kwamba Paulo alitoa aina nyingine ya Injili. Watu wasio na elimu na wasio imara. Hapa kuna nyingine. Yule mjenzi bora kabisa wa Kristo, Paulo mwenyewe, ameweka msingi wetu, yaani msingi wa kanisa, na ametukabidhi sheria, akiwatolea maagizo mashemasi, wazee na maaskofu. Hii ni kutoka kwenye mabishano kati ya Arselos na Manes.
Unaona, walisema maandishi ya Paulo ndio msingi wa kanisa la Kikristo, na kwa hivyo hii ndio sababu watu wanamsema vibaya Paulo, kwa sababu waasi wote husababishwa na nyaraka zake. Kwa hivyo ninaelewa nini hapa? Ninachosema ni kwamba huwezi kuelewa Ukristo bila kumwelewa Paulo. Ninaamini kwamba Paulo ndiye kiini kikuu cha mkanganyiko na mgawanyiko kati ya Yahashua na mataifa. Ninaamini kwamba bila barua zake kungekuwa na mkanganyiko mdogo sana, lakini si jukumu langu kusema hivyo. Siamini kwamba hoja hii itawahi kutatauliwa hadi Baba yetu atukusanye tena kwake na kutuweka sawa sote. Tunapojadili Ukristo, ni muhimu uelewe kwamba Wakristo wengi wanatoka katika roho ya Marcion, ingawa yeye alihesabiwa kuwa mzushi. Wanakuja kutoka kwenye roho yake, hawatambui tu. Ninachomaanisha ni kwamba wanaelewa Baba yetu kupitia Agano Jipya pekee, hasa kupitia barua za Paulo. Haipaswi kabisa kufanywa hivi, lakini ndivyo wengi wao walivyo. Inatokana na roho ambayo haijali kufanya mapenzi ya Baba, ambayo ni kumpenda kwa moyo wetu wote, akili, nafsi na nguvu zetu zote. Kwa hiyo, kwa kuwa wanajaribu kumwelewa kupitia Paulo tu, hawajawahi kumwelewa kweli, na hii ndiyo Ukristo. Ninaamini ni kweli kwamba kusingekuwa na Ukristo bila Paulo. Lakini naweza kumlaumu Paulo kwa hilo, au naweza kuwalaumu wale waliotumia maandishi yake na kuunda mafundisho haya mapya? Kwangu mimi, nachagua la pili. Kuna mengi kuhusu hili tusiyoyajua, lakini hili ndilo ninalolijua. Ninajua kwamba ni muhimu unapojenga imani yako usianze na Paulo. Hii ndiyo kosa la Wakristo wengi, na baada ya kusoma maandiko ya Paulo kwanza, wanakuja kusoma Biblia ili kuunda na kulinganisha uelewa wao kulingana na Paulo. Unaweza tu kumwelewa Paulo vizuri kwa kusoma maandiko yote mwenyewe kwanza tangu mwanzo. Sasa, nawezaje kusema hili kwa ujasiri? Kwa sababu ndicho hasa Petro alichoonya kuhusu. Alisema watu wasiofundishwa na wasio imara wanapotosha maneno ya Paulo. Unaona, kumsoma Paulo bila kujua chochote kingine kuhusu ni mtu ambaye hajafundishwa, na hilo ndilo tatizo hasa katika Ukristo. Kwa hiyo usinilaumu kwa sababu nimesema hivyo. Ninatumia maandiko kutoka kwa Petro, mimi naitekeleza tu. Tena mwisho wa siku, hiki ndicho ninachokijua kwa uhakika wote. Linapokuja swala la hakuna uvumilivu kwa uasi wa sheria. Hakuna uvumilivu kwa kukataa torati ya baba yetu. Hakuna mfano wowote katika maandiko wa mtume ambaye alikuwa mkaidi wa sheria. Hata Paulo mwenyewe hakuwa mkaidi wa sheria. Kwa hiyo kama unajaribu kutumia Paulo kama kisingizio cha uasi wa sheria, ni kwa sababu husumi maneno yake kwa uangalifu na huna msingi wa kweli uliojengwa juu ya neno. Wakati baba yetu ametabiri kwamba atatukumbuka na agano alilofanya nasi, ni kwa sababu alisema tutatii sauti yake. Ili tuwe kile anachotaka, lazima tutii sauti yake. Hata katika maandiko ambapo Paulo anazungumzia tohara, angalia anachoandika. Alisema, tohara si kitu na kutokutahiriwa si kitu, bali kushika amri za Elohim ndilo jambo la muhimu. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 19. Kwa hiyo anaamini waziwazi kwamba kushika amri ni jambo la muhimu. Kwa hiyo watu wanaopinga Sabato na wanaopinga kushika amri hawatumii mafundisho ya Paulo ipasavyo. Kanisa la mwanzo hawakutaka kabisa kuwa na uhusiano na mtu yoyote aliyefundisha kuhusu kushika amri, na hivyo kupitia maandishi ya Paulo waliweza kubuni fundisho ambalo waliweza kulitumia, lakini hawana